Habari za leo, karibu tena katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea jinsi wanawake wanavyopata uvimbe kwenye kizazi, fibroids, na wengine wao wanatuuliza mara kwa mara kwamba mwanamke anapataje uvimbe kwenye kizazi na inakuwaje je? Na wengine pia huwa wanafikiria kwamba labda huwa wanaamka na kukuta una uvimbe kwenye kizazi. La hasha, changamoto hii sio ya kuamka unaikuta unayo. Ndugu yangu, kuna sababu kadha wa kadha zinazopelekea uvimbe kwenye kizazi, na hizi ndo namna ambavyo uvimbe kwenye kizazi huwa unafanyaje, unatokea. Kama huja subscribe channel yetu, basi usahau kusubscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama utakuwa na swali lolote, kama una changamoto yoyote, basi ni muda mwafaka wa JWS Herbal Clinic kuwa msaada kwako. Lakini wengi wanatuuliza tunapatikana wapi? Sisi tunapatikana Mwanza Mkorani, nyuma ya orofa ya Family Corner. Ukifika pale utaona ofisi yangu inaitwa JWS Herbal Clinic. Sababu namba moja inayosababisha kitu ambacho kinapelekea mwanamke apate uvimbe kwenye kizazi, kwanza ni mabadiliko ya homoni. Hapa tunaongelea homoni ya progesterone na homoni moja kwa moja ya estrogen. Mara nyingi huwa zikizidi mwilini huwa zinasababisha kizazi kuwa na uvimbe, na ule uvimbe kuwa na vinundunundu, kuwa na kuunda vimbe na vinundunundu. Ikitokea hizo homoni zimeweza kuvurugika au kutokuwepo na usawa homoni hizi, basi kunapelekea mwanamke aweze kuwa na uvimbe kwenye kizazi. Ndio maana mara nyingi nimekuwa nikiwaambieni, unapokuwa unapata tiba ya uvimbe kwenye kizazi, hakikisha kitu cha kwanza unatibu homoni. Ndio maana ukifanya operation na kutumia baadhi ya dawa upati matokeo. Lakini pia nyingine ni kulisi kwenye familia. Unaweza kukuta dada amewahi kuwa na hiyo changamoto, lakini pia mama amewahi kuwa na hiyo changamoto, na wewe mara nyingi unakuwa na kwenye nafasi ya kuwa na uvimbe kwenye kizazi. Na mara nyingi tunavyomhudumia huyu mtu ni tofauti na yule tunahudumia mtu kulingana na historia yake ya changamoto ilivyo. Ndio maana haya masuala ya uzazi yanahitaji sana kumsikiliza mlengwa, kumsikiliza mhusika zaidi ili uweze kumpatia tiba sahihi. Lakini pia alishe, na mara nyingi alishe duni. Wanawake sana mnapenda kutumia vitu vyenye mafuta mengi, nyama nyekundu. Yani mwanamke huwezi kumtenganisha na chipsi, mwanamke huwezi kumtenganisha na nyama choma, ya nyama iliyokaangwa, kuku wale wa kienyeji. Yani huwezi kumtenganisha mwanamke na hivi vitu, lakini ni vitu ambavyo mara nyingi vinachochea uzalishwaji wa homoni na kuongezeka kwa uvimbe kwenye kizazi. Ni changamoto kubwa sana ambayo wengi sana hawajui, lakini ni changamoto ambayo inawakumba wanawake kupitia vyakula mnavyokula. Ndio maana wanawake wamekuwa na changamoto nyingi sana kutokana na vyakula pia mnavyokula na kazi mnazozifanya. Unajua kula unaendana na kazi unazofanya. Kama unafanya kazi ngumu, kula ugali 3-4 ni fresh, lakini wewe ambaye unafanya kazi ofisini au kila ugali 3-4, hiyo ni changamoto kubwa ya kiafya. Lakini pia kuna msongo wa mawazo na usingizi duni. Msongo wa mawazo na usingizi duni huwa unapelekea mvurugiko wa homoni, na especially hizo homoni za uzazi. Tunapoongelea homoni za uzazi tunamaanisha homoni ya estrogen na homoni ya progesterone. Kwa hiyo kitokea ikawepo changamoto kwenye homoni hizi, ndugu yangu, unakuwa kwenye hatari ya kuwa na uvimbe kwenye kizazi. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni kwamba wanawake, kama una uvimbe kwenye kizazi, pia weza kudhibiti msongo wako wa mawazo, ni vizuri zaidi. Lakini pia pata usingizi wa kutosha. Yani mwili wetu unataka kurelax. Ingawa ukirelax zaidi, ukilala zaidi ya masaa 9 pia ni changamoto kiafya. Lakini hakisha takriban kwa siku basi lala at least masaa 8 yasipungue masaa 8, inakuwa ni njema kiafya. Lakini tofauti na hapo utajikuta unapata uvimbe kwenye kizazi. Lakini pia sababu nyingine ya mwisho au kitu kingine kinachopelekea uvimbe kwenye kizazi huwa ni kuchelewa kupata watoto au kutopata kabisa. Usipopata watoto au kuchelewa kupata mtoto kabisa, huwa inapelekea mabadiliko ya homoni kuweza kuongezeka, na pia kishaongezeka basi anaongeza hatari ya kupata uvimbe kwenye kizazi. Sasa msichukulie kwamba basi tuanze kutafuta mimba hata baada hatujaolewa. Hapana, sijasema hivyo. Lakini ikitokea ukachelewa pia unaweza ukawa kwenye uwezekano wa kuweza kupata uvimbe kwenye kizazi. Kwa hiyo hivi ndo namna uvimbe kwenye kizazi hutokea. Lakini pia mwisho ukuwa na maambukizi kwenye via vya uzazi. Mnapenda kuita
tunaita PID. PID ni somo pana sana ambalo nimeshalielezea mara kwa mara. Ni changamoto kubwa sana ambayo imekuwa ikisababisha wanawake wengi hawapate uvimbe kwenye kizazi. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa na maambukizi. Utakuwa na maambukizi, na nitaelezeeni maambukizi yale inakuaje. Unakuwa na maambukizi kwenye via vya uzazi, na wengi hawafahamu. Kama uko hapo je subscribe channel yetu, basi hakikisha una subscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.